Mhashamu Baba Askofu, wapendwa familia yote ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Jubilei kuu mwaka mtakatifu 2025. Mahujaji katika matumaini. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Kwa kuzingatia maelekezo ya Mhashamu Baba Askofu, naomba kutoa kwenu maelezo mafupi juu ya mwaka mtakatifu wa Jubilei 2025. Nitazungumzia mambo matatu. Kwanza, maana ya Jubilei, viashiria vya Jubilei na uhusiano baina ya mwaka mtakatifu wa Jubilei na sinodi ya kwanza Jimbo Katoliki Moshi. Neno Jubilei machimbuko yake ni katika maandiko matakatifu, ambapo Mwenyezi Mungu aliwaamuru wana wa Israeli kuhesabu miaka 7 mara 7 inakuwa ni miaka 49, na ule mwaka wa 50 unaitwa ni Jubilei, mwaka wa Jubilei. Na neno Jubilei, neno la Kiebrania Jobel, maana yake ni upembe wa kondoo ambao unatumika kupiga mbiu kutangaza jambo maalum, kama ambavyo katika lugha yetu ya Kiswahili tunafahamu kwamba la mgambo likilia kuna jambo. Kwa mwaka wa 50 upembe ulikuwa unapulizwa kuashiria kwamba kuna jambo maalum. Na katika jambo hilo yapo mengi yalikuwa yanafanyika, lakini kwa kifupi ulikuwa ni mwaka wa furaha na mwaka wa msamaha kwa wote. Manake wafungwa walikuwa wanawekwa huru, wenye madeni walikuwa wanaachiliwa, kwa ilikuwa ni kufurahi na ilikuwa ni kuachiliwa. Ndio maana Walawi sura 25 aya ya 10 inasema, mwaka wa 50 mtautakasa na kutangaza uhuru kwa watumwa wote nchini. Hivyo kumbe Jubilei imebeba dhana kuu ya toba na msamaha. Maneno mengine ni kupokea msamaha na kutoa msamaha. Kwa hiyo kumbe kanisa limekuwa lina utaratibu wa kufanya Jubilei kila mara baada ya miaka 50 tangu mwaka 1300 chini ya Papa Bonifasi wa 7. Lakini baadaye likaamua kufikisha kipindi hicho ikawa inafanyika kila mara baada ya miaka 25. Kwa hiyo kumbe Jubilei iliyopita ilikuwa ni mwaka 2000, na sasa tunafanya mwaka 2025, na baadaye kama Mungu akituweka hai nyingine inayokuja itakuwa ni 2050. Kwa kumbe hii ni nafasi ya pekee ambayo inapatikana mara chache na tunapaswa kuitumia. Usipoitumia maana ni miaka 25 inayokuja. Viashiria vya Jubilei, kwanza kuna kauli mbiu, kuna sala ya Jubilei, kuna wimbo wa Jubilei, kuna nembo ya Jubilei pamoja na hija. Kauli mbiu na sala ya Jubilei tayari tumeshatolewa maelezo. Kuhusiana na wimbo wa Jubilei tayari umeshatungwa na Baraza la Maaskofu, kwa kumbe kwaya zote wanapaswa kujifunza na kwanza kutumia katika kipindi hiki. Kingine ni nembo ya Jubilei pamoja na yale mabango kwa ajili ya kutangaza Jubilei. Kwa kifupi ile nembo kiangalia utaona kuna wahujaji wanne wamevaa nguo za rangi tofauti, wanauelekea msalaba, na chini kuna nanga ya matumaini, na wanapita katikati ya mawimbi ya bahari. Kwa kumbe inaonyesha kwamba ni wahujaji kutoka pande 4 za dunia wakiwa wanatumainia msalaba kama nanga ya matumaini katikati ya dhoruba za mawimbi ya bahari. Na kitu cha pekee utaona kwamba kuna rangi tofauti. Rangi tofauti ni desturi ya kanisa tangu zamani, kuonyesha kwamba tuko tofauti, kuna vipaji tofauti, tukiweka pamoja tutapata kitu kizuri. Ni kama ukiangalia hapa kanisani utaona kuna vioo vya rangi tofauti, au ukiangalia pale juu ama hapo juu utaona kwamba kuna vioo vya rangi tofauti vimekatwa, vina size tofauti tofauti, lakini akili ya pekee imetumika ikawekwa pamoja ikatokea kitu kizuri. Au wakati mwingine ukiangalia kwenye kanisa kama kanisa kuu la Kristo Mfalme na kanisa kuu na kanisa la St. James Seminari, unaona vitu vinakatwa vinawekwa pamoja, ni shape tofauti, size tofauti, rangi tofauti, lakini vikiweka pamoja inatoka ni picha ya Yesu, inatoka ni picha ya mitume, inatoka ni picha ya mtakatifu fulani, kitu kizuri. Kuonyesha kwamba na sisi pia tuna vipaji tofauti tofauti, tuna mambo tofauti tofauti. Tukitulia, tukisali, tukiweka pamoja, tukaenda pamoja, tutapata kitu kizuri. Kitu kingine ni hija.
Hija kama baba askofu alivyokwisha kueleza ni tendo la kutoka ulipo na kuanza safari kwenda pale anapokusudia Mungu. Kama Abrahamu alitakiwa kutoka mahali alipo na kwenda Mungu alipotaka, wana wa Israeli hali kadhalika, hata mwana mpotevu na yeye alifika mahali akaona kwamba ana haja kutoka mahali alipo, afunge safari na kurudi nyumbani. Kwa kumbe hija ni safari ya toba na ni safari ya matumaini. Tumeshaanza zitakuwepo hija kwa makundi mbalimbali na vitakuwepo vituo rasmi vya hija ambavyo tayari vimeshatajwa. Na labda katika kituo cha pekee, kituo cha kanisa kuu, kuna tendo la kupita kwenye mlango mtakatifu. Pale kanisa kuu kuna mlango mtakatifu ambao ulifungwa tangu mwaka wa 2000, kwa ulibaki umefungwa mpaka mwaka huu 2025 ndipo umefunguliwa. Na ukifungwa tena utafunguliwa tena mpaka mwaka wa 2050. Kwa ni desturi ya kanisa kwamba mahujaji wanaokwenda kuhiji pale wanapaswa kupita wote katika ule mlango mtakatifu. Kwa mlango mtakatifu una maana nyingi, lakini kwa kifupi tu ni ishara ya Kristo ambaye ni mlango. Anasema mimi ni mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Lakini pia mlango unatukumbusha wana wa Israeli walipoanza hija yao ya kutoka utumwani Misri, walipaswa kupaka damu katika milango yao ili kusudi kwamba malaika atakapopita katika milango akikuta ile damu awaache wakiwa salama. Lakini pia ile tendo la kupita katika ule mlango mtakatifu ni mlango mwembamba, unapita mahujaji wengi, linatukumbusha maneno ya Yesu kwamba njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba na imesongamana. Kwa kumbe ni mwaliko wa kufanya toba, kwanza safari mpya. Hivyo vyote vinaweza kufanyika kwa pamoja bila matengano. Mfano kwa mahujaji, pale yule atakayepaswa kuzungumza kwa mahujaji, kutoa sena kwa mahujaji, anaweza akatumia zile mada za sinodi katika seti zake. Mfano kama kuna seti ya jibu, kuna seti ya imani, kuna seti ya sala na liturujia, vile vipindi vya sinodi vinaweza vikatumika kwa ajili ya kufundishia mada katika mahujaji wa mwaka mtakatifu. Na connect ni rahisi kwa sababu lengo la mahujaji ni kwamba ni lengo la kuhiji ni kwamba tunataka kusafiri pamoja, kutembea sinodi, na tunatumaini kwamba tutapata matumaini mapya. Na namna kufikia matumaini mapya ni hii sinodi tunayoifanya. Kwa hiyo kumbe tukitekeleza yale ambayo yamesemwa katika sinodi, tutaweza kufikia kule ambapo tunatumaini kufikia. Ni hayo tu machache. Asante baba askofu, asanteni nyote. Tumsifu Yesu Kristo.